alamu na mwisho akaenda katika njia ya Kora. Kwa hivyo tukasema katika ulimwengu wa usasa leo the antichrist system, tukaona Cain akiwa the first antichrist. Tukaona kwa Cain, wakati Cain alimletea Mungu kafara ya majani, alireject mpango wa wokovu, alikataa mpango wa wokovu, na kwa kukataa mpango wa wokovu akakataa mwandishi wake ambaye alikuwa ni Yesu. By the way, ni Yesu aliandika mpango wa wokovu akapropose kwa Baba. Sasa tukaona ya kwamba wakati Cain alikataa Yesu, alikataa mpango wa wokovu, na kwa hivyo akapewa alama. Tukaona Cain baada ya kupewa alama, pia Abel alipewa alama. Kwa hivyo tukaona Abel alipewa alama ya Mungu, lakini Cain alipewa alama ya nani? Alipewa alama ya uongozi ambao tunaita the mark of ruling the children of disobedience. Kwa hivyo alipewa alama ya kuongoza watoto wa uasi. Na tukaona Cain alipokuwa anaongoza, hiyo sikuambia, Cain alipokuwa anaongoza alioa mwanamke ambaye alikuwa amalgamated. Yaani mwanamke ambaye alioa alikuwa ni dadake muasi. Kwa hivyo Cain alikuwa, familia ya uasi ilianza kujitenga na familia yake, na ndio Mwanzo 6 ukisoma Biblia inasema ya kwamba ikawa wanadamu walipoanza kuzidi juu ya uso wa nchi, watoto wa Mungu, wana wa Mungu waliwaona kuwa hao binti za wanadamu ni wazuri, basi wakajitwalia kwa wanawake wote waliojitakia. Kwa hivyo katika kizazi cha Nuhu, wacha tufute hii tutarudi. Katika kizazi cha Nuhu aliweza kuwa na watoto watatu. Nataka huyo mtoto, slavery in freedom. Mtoto ambaye alilaaniwa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Ham, si ndio? Kwa hivyo Nuhu aliweza kulaani Ham. Tusome fungu lake la Mwanzo 10 fungu lake la 6. Wakati Hamu aliweza kulaaniwa, anasema tusome laana kwanza, Mwanzo 9 fungu lake la 24. Huku akalevuka baada ya Nuhu kulewa, huku akalevuka katika ulevi wake, anajua mwana wake mdogo alivyomtendea, akasema na alaaniwe Kanani. Kwa hivyo Nuhu alianza kwa kulaani Kanani kabla azaliwe. Kanani alikuwa ni mjukuu lakini alikuwa hajazaliwa. Kwa hivyo Nuhu akafunuliwa kujua jina la mjukuu wake na akamlaani kabla azaliwe. Kwa hivyo akasema na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Fungu la 26 akasema na atukuze Bwana wa Mungu wa Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Mungu akamsafisha Yafethi na akakae katika hema za Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Kwa hivyo fungu la 6 sasa Mwanzo 10, Hamu baada ya kulaaniwa aliweza kurithi Hamu ndiye aliweza kuendeleza kizazi cha uasi ambacho Kaini alikuwa ameanzisha. Kwa hivyo Hamu akazaa watoto wanne. Alizaa Kushi. Kushi ni Ethiopia. Kushi ni Ethiopia. Alizaa Kushi. Akamzaa Putu. Akazaa Misri. Misri ni Egypt. Na akaweza kuzaa mtoto mwingine ambaye alikuwa anaitwa Kaanani mwenye kulaaniwa. Kaanani. Kitambo mtu alikuwa akijenga mji anauita jina la mtoto wake. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 4 fungu lake la 17, Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Enoko, akajenga mji akauita Enoko kwa jina la mwanawe. Kwa hivyo ilikuwa mtu akijenga mji, kwa mfano ako na mtoto anaitwa Samuel, huo mji unaitwa Samuel. Kwa hivyo pia hii yenye mnaona ni miji ya ukweli. Kama vile mwana wa Hamu alikuwa anaitwa Misri. Misri imeitwa kulingana na yeye. Kwa hivyo Kushi ilikuwa ni Ethiopia, hii nchi yetu ambayo tunaiona hapa. Kwa hivyo anasema fungu lake la 8 sasa tutafocus kwa huyu Kushi tu, tutaachana na Putu na Misri na Kanani. Fungu lake la 8 anasema Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Fungu la 9, alikuwa hodari kuinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu unena kama Nimrodi wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hivyo Kushi naye akaweza kuzaa mtoto mmoja, alikuwa anaitwa nani? Mnafuata? Kushi akazaa Nimrodi. Nimrodi akawa hodari wa kuinda wanyama. Watu wengi wakisoma hapa wanasema Nimrodi alikuwa anawinda wanyama kwa sababu watu walikuwa wametoka kwenye safina wachache na wanyama walikuwa wengi, si ndio? Lakini si hivyo. Ni kwa sababu wakati wanyama walitoka katika safina, Mungu aliwatiisha chini ya Nuhu. Nimrodi alikuwa fighter. Akiwa na miaka 18 katika nchi ambayo walikuwa wametoka wakazaana, kuliweza kutokea na vita. Kwa hivyo Nimrod alianza kazi ya uwindaji akiwa 18 years na alipigana na the Hittites. Alikuwa anapigana na Waiti. Kwa hivyo Nimrodi akakuwa the chosen one, akareplace baba yake Kushi. Nimrodi Biblia inasema akawa hodari, alikuwa hodari kuinda wanyama. Wanyama ni kingdoms. Danieli 7 fungu lake la 17, wanyama hao wanne uliowaona ni wafalme wanne watakaotokea dunia. Kwa hivyo wanyama ni wafalme. Nimrodi alianza kuwa anawinda wafalme. Baada ya kuinda wafalme, Nimrodi akakuja kuwa mfalme wa dunia yote. Wakati alikuwa mfalme wa dunia yote, Biblia inasema fungu lake la 10, mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli,
na Ereku na Akadi na Kalne nchi ya Shinari. Kwa hivyo baada ya Nimrodi kukuwa mfalme, akajenga ufalme katika Shinari na akaujengea provinces. Alijenga ufalme unaitwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne, na hizi falme zote zilikuwa nchi ya Shinari. Shinari siku hizo ukiangalia kwa map ilikuwa a plain, a large plain. Ilikuwa ni pali panatoshana pakubwa sana, pakuwa na milima na mabonde. Kwa hivyo Nimrodi akaanza ujenzi. Lakini wakati Nimrodi alianza ujenzi, Nimrodi alikuwa ametoka katika kizazi cha Nuhu. Kizazi cha Nuhu ukisoma Mwanzo 6 fungu lake la 4. Mwanzo 6 fungu lake la 3. Anasema Bwana fungu lake la 4. Nao wanefili walikuwako duniani siku zile, tena baada ya hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Wakati wana wa Mungu waliwajua binti za wanadamu, walizaa watu ambao walikuwa wanaitwa intellects, watu werevu sana. Kwa mfano roho unabii nasema kizazi cha Nuhu kabla kigarikishwe, watu walikuwa wanajenga nyumba gorofa bila map. Yaani mtu anaanza tu kuweka mawe hivi na anajenga gorofa. Hana mchoro wowote. Alafu anasema hao watu walikuwa na maarifa sana kiasi kwamba tukichukuliwa turudishwe kwenye hicho kizazi watatucheka sana. Maana si ni wapumbavu wa ajabu. Yaani saa hii mtu ili ashike hata fungu anaandika. Kizazi cha Nuhu, roho nabii nasema Mungu hakuandika amri kwa sababu amri zote na maandishi yote yalikuwa ndani ya Nuhu. Walikuwa watu werevu wenye akili mingi, sio vile tumekuwa wapumbavu hivi. Yaani ukichukua mtu mwerevu hapa duniani kama Elon Musk ambaye anaaminika ni mwerevu sana, ukimpeleka kizazi cha Nuhu, yeye ndio mpumbavu wa mwisho. Yeye ndio the fool atakuwa katika hicho kizazi. Kwa hivyo watu walikuwa ni werevu sana na wanefili walikuwa wako siku hizo. Kwa hivyo Nimrodi wakati alijenga Shinari, alafu Kanani alikuwa ni mtoto wa huyu Kanani. Nimrodi alijenga Shinari ambao ndio the first Babylon. Alijenga Shinari. Na pia yeye ndiye alijenga ule mji ambao Yona alitumwa ulikuwa unaitwa Nineve. Yeye ndiye alijenga hiyo mji. Lakini huyu Kanani yeye ndiye alijenga Sodoma na Gomora. Kanani, huyu mwenye alikuwa amelaaniwa, huyu alijenga Sodoma na Gomora. Kwa hivyo Kanani akajenga Sodoma na Gomora, lakini Nimrodi akajenga Shinari. Tuelekee sasa Mwanzo 11 fungu lake la 2. Tuanzie fungu lake la kwanza. Anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Kwa hivyo Mwanzo 11 katika historia iko nyuma ya Mwanzo 10. Sijui kama mnaelewa. Yaani Mwanzo 11 ndani ya Biblia imeandikwa kabla ya Mwanzo 10, lakini Mwanzo 10 iko mbele yake kwa historia. Mnaelewa mpaka hapo? Kwa mfano, kitabu cha Warumi kiliandikwa kabla ya kitabu cha Mathayo, lakini Warumi iko mbele. Ni Mungu aliamua vile anapanga. Kwa hivyo Mwanzo 11 kwa historia iko mbele ya Mwanzo 10. Lakini sasa Mungu anaripoti anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Kwa hivyo hii ni kabla Nimrodi ajitangaze kuwa mfalme aanze kujenga. Alafu anasema wakaambiana, walikuwa wanaongozwa na Nimrodi. Ningekuwa na project, walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema na tujijengee mji na mnara. Hebu sikia. Na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kukusanyika usoni pa nchi yote. Kwa hivyo hapo mwanzo Mungu alikuwa ametangaza akasema ya kwamba wanadamu wajazane juu ya nchi. Na Mungu alikuwa ameangamiza dunia kwa gharika. Na baada ya Mungu kuangamiza dunia kwa gharika, akaonyesha upinde akasema dunia haitaangamizwa tena kwa maji. Lakini kwa hivyo Nimrodi alipoanza kujenga mnara wa Babeli, historia inasema alikuwa anaijenga azasako, kiasi kwamba mtu akianza kupandia hapa ili aweze kufika juu atakuwa anazunguka hivi round. Kwa hivyo Nimrodi wakati aliona kama gharika imekuja na mambo yameharibika, akakosa kuamini Mungu. Kwa hivyo akajifanyia mnara na akasema, fungu lake la 4, wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika. Kwa hivyo majukumu ya mnara yalikuwa watu wasitawanyike, lakini Mungu alikuwa ameahidi watu wafanye aje? Watu watawanyike. Kwa hivyo wakati Nimrodi alianza kujenga mnara, watu wote walikusanyika wapi? Watu wote walikusanyika katika bonde la Shinari. Wakati watu wote walikusanyika katika bonde la Shinari, kwa sababu walikuwa na mjengo mkubwa mbele yao, waliwacha kufanya ukulima. Historia inasema waliokuwa wafugaji
kwa sababu wanaingia katika mnara wa Babeli, waliacha kuwa wakulima na wengine wakaacha kila kitu walikuwa wanafanya, wakajikusanya pale wakaanza kujenga. Kwa hivyo yule alikuwa anatoa chakula alikuwa Nimrod. Kwa hivyo ili mtu wale ilimpasa aheshimu nani? Aheshimu Nimrod. Sasa Nimrod akabakia ndio the only provider wa chakula katika Babeli. Kwa hivyo mtu akitaka chakula lazima ajenge mnara na lazima aende kwa Babeli. Lazima aende Babeli. Na ukumbuke wakati Nimrod alianza kujenga Babeli, alisema labda Mungu anaweza karibu dunia kwa mvua. Na kwa sababu pia kulikuwa na vita na Nimrod alikuwa mshindi wa vita, akatumia vita kushikanisha watu. Kwa hivyo watu wakiwa chini ya Nimrod wakawa wamepata peace, amani. Wakiwa wamepata amani, Nimrod akawadhibiti, akawa ndiye ako na chakula peke yake. Kwa hivyo ili mtu aweze kuuza ama kununua, ikawa lazima aheshimu nani? Nimrod. Ikawa lazima aheshimu Nimrod. Wakati Nimrod alifanya hivyo, Nimrod akajitangaza kuwa Mungu. Wakati Nimrod aliona ili waweze kuishi lazima wamtegemee, Nimrod akajitangaza kuwa Mungu. Na historia inasema wakati watu walikuwa wanapita wakijenga mnara wa Babeli, Nimrod akipita walikuwa wana prostrate. Unajua ku prostrate? Walikuwa wanaanguka chini flat, alafu Nimrod anapita katikati yao. Kwa hivyo Nimrod akaanza kuabudiwa. Na ukumbuke Nimrod kitu alikuwa anafanya sana kilikuwa ni nini? Uwindaji. Alikuwa mwindaji. Kwa hivyo Nimrod akajitangaza kuwa Mungu, akakuwa anaabudiwa. Kwa hivyo katika Babeli ya Shinari, Babeli ya Shinari ambapo kulikuwa walikuwa na Mungu duniani. Kwa hivyo watu wakaanza kutoka kwa Mungu. Nimrod akajua ili aweze kupata watu wengi, kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Tera ambaye ni babake Abrahamu. Kwa hivyo Nimrod akachukua Tera akakuwa amri jeshi wake. Na Tera naye akaenda kuleta, Tera walikuwa wanaabudu Mungu mwezi ambaye ndiye Mungu wa Shera wa siku hizi. Wakaenda wakachukua miungu yao yote. Kwa hivyo ili waweze kukutanika katika Shinari, Tera aliacha kuabudu Mungu mwezi. Wote wakaacha imani zao sasa. Wakaamua ili tuweze kuishi kwa amani na vita zisitupate, wacha tuabudu tu Mungu mmoja. Tukusanyike kwa Mungu mmoja ambaye ni nani? Ambaye ni Nimrod. Kwa hivyo dunia yote chini ya wakati hiyo ikaanza kutumikishwa na Nimrod. Nimrod akacreate kitu ambacho kinaitwa slavery in freedom. Yaani we ni huru, umetangaziwa ya kwamba kwa kujenga mnara hautafanya nini? Hautanyeshewa na mvua na hatuendi mbali, lakini ili ule lazima ujenge mnara. Kwa hivyo alikuwa ameahidi watu. Tusome Petro wa pili 1 fungu lake la 19. Petro wa pili 1 fungu lake la 19. Petro wa pili 1 fungu lake la 19. Anasema wakiwaidia uhuru na wenyewe ni watumwa wa uharibifu, maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Kwa hivyo Nimrod akacreate a system ambayo hakuna kuuza wala kununua, yeye ndiye anaamua. Hiyo ndio ilikuwa first Babylon. Kwa hivyo Nimrod akachukua magala akajaza chakula. Kwa hivyo ikawa ili mtu aweze kukula lazima apite kwa mikono ya Nimrod. Sielezee historia ya Nimrodi, lakini Nimrodi kuna kipindi alienda kanisani, alikuwa na hekalu, baadaye alikuja akajenga hekalu kando ya nini. Wakati alijenga hekalu kuna kipindi alienda kuomba, alafu akakuwa stroke down, akakufa. Wakati alikufa akiwa kanisani, maana alikuwa amejitangaza kuwa Mungu na mke wake aliaminiwa ni Mungu mke. Kwa hivyo Nimrodi alikuwa Mungu mume na Semiramis alikuwa Mungu mke. Sasa baada ya Nimrodi kujitangaza hivyo, Nimrodi wakati alikufa, watu wakaamini, mke wake akajua akienda ambie watu Nimrodi amekufa, watu watamuua, maana Mungu hafi. Kwa hivyo mke wake akamzika ndani ya kanisa, kwa shamba la kanisa. Akachukua watu wachache ambao walikuwa personal, walikuwa karibu na Nimrod. Akazika Nimrod ndani ya katika shamba la kanisa, na akaambia wale watu, msiambie watu Nimrod alikufa, mwambie alienda kwa Sasa wakati watu walikuja wakatangaziwa Mungu ameenda kwa jua, wakakubali. Lakini sasa huyu moja kati ya watu ambao walitumika katika kuzika Nimrod akasema hapana, mimi sitakubali. Nimrod alikufa na tumemzika, na wewe unaaminisha watu waseme Nimrod alienda mbinguni. Mke wa Nimrod akamuuliza, unataka nikulipe nini? Akamwambia, utanilipa uchi wako. Kwa hivyo mke wa Nimrod ambaye ni Semiramis akalala na huyo mtu, na ndio wakazaa Tamuzi ambao anasherekewa tarehe 25 Disemba. Hivyo ndio Tamuzi aliweza kuzaliwa. Kwa hivyo mtu fulani akalala na mke wa Nimrod, alafu wakazaa mtoto wakamuita the god of vegetation ambaye anaitwa Tammuz. Alizaliwa tarehe 24 saa 6 ya usiku.
alafu ndio sasa mpinga Kristo akafanya hivi. Yeremia 30 fungu lake la 20. Jeremiah chapter 33 verse 20. Hebu sikia. Verse 19. Tusome verse 19 na verse 20. Neno la Bwana likanimjia Yeremia kusema, hebu sikia. Bwana akasema hivi, kama mkiweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku, hata usiwepo tena mchana na usiku kwa wakati wake. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameonya mtu asivunje agano lake na mchana na usiku, kwa sababu usiku inaanza jua likitua na inaisha jua likitu. Lakini mwaka wa 1852 ndio mara ya kwanza katika historia siku iliisha saa 6 usiku. 1852. Tangu kitambo, tangu dunia iumbwe, siku inafaa kuisha jua likitua kama leo, na jua likitua kama kesho tutakuwa siku nyingine. Lakini 1852 kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Julius Caesar. Julius Caesar ndiye ameandika kalenda. Kalenda ambayo tunatumia inaitwa Roman calendar. Ndio maana tunasema Yesu alizaliwa mwezi wa 3 kwa kalenda ya Kirumi, lakini alizaliwa mwezi wa 6 kwa kalenda ya Kiyahudi. Kwa hivyo Julius Caesar mwenye aliandika kalenda, maana alikuwa ndio wakati huo, akasema siku ianze saa 6 usiku, na akafanya hivi. Siku zote ziko na 30 days. Hakuna siku iko na 31 days mpaka saa hii. Je, mnajua siku ziko na 30 days? Kuna mtu ajui? Tuko na ushahidi ndani ya Biblia siku iko na 30 days. Mko na hiyo ushahidi? Mko na ushahidi? Aya, wacha nipeane ushahidi kwa wale hawajui. Ukisoma Mwanzo 7 fungu lake la 11 inasema katika mwezi wa 6 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili siku ya 17. Acha tufute hii posterity. Kwa hivyo mvua ilianza kunyesha lini? Mwezi wa pili tarehe 17. Anasema fungu lake la 17, katika mwaka wa 600 wa kumiliki kwake Nuhu, mwezi wa pili siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Kwa hivyo mvua ilianza kunyesha tarehe 12 mwezi wa tarehe 17 mwezi wa pili. Mwanzo 8 fungu lake la 3 anasema maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150, the end of 150 days. Anasema mvua ilinyesha na maji ikabaki kwa dunia for 150 days. Fungu la 4 anasema mwezi wa saba tarehe 17. Mwezi wa 7 tarehe 17 safina ikatua juu ya mlima Ararati. Kwa hivyo mvua ilianza kunyesha tarehe 17 mwezi wa pili, ikaacha tarehe 17 mwezi wa 7, na Biblia inasema hii ni 150 days. Kwa hivyo tukihesabu miezi ziko ngapi hapo? Miezi ziko ngapi? Tarehe 17 mwezi wa pili mpaka tarehe 17 mwezi wa 3, mwezi moja. 17 mwezi wa 4, 17 mwezi wa 5, 17 mwezi wa 6, 17 mwezi wa 7. Kwa hivyo ni miezi mitano, na Biblia imesema miezi mitano ni siku ngapi? Kwa hivyo ili tupate mwezi moja tuna divide by, kwa hivyo mwezi moja ni 30 days. Kwa hivyo mwezi moja ndani ya Biblia ni 30 days. Aliyekuja akachanganya ni mtu mmoja alikuwa anaitwa Augustine. Augustine aliiba siku kutoka Februari. Augustine alikuwa ni Caesar. Unajua Warumi walikuwa fani sana. Uongozi wa pinga Kristo ni fani sana. Februari ilikuwa na 30 days. Augustine akaiba siku moja zikabaki 29. Augustine ndiye aliongoza kabla ya Caesar. Wakati Caesar alikuja, Augustine ndo anaitwa August, mwezi wa August. Wakati Julius Caesar alikuja, akasema kama vile Augustine alifanya akaiba siku moja Februari, pia mimi naiba moja. Pia yeye akaiba moja akapeleka. Ndio unaona July na August zote ziko na 31 zikifuatana. Kwa hivyo wote waliiba Februari. Kwa hivyo Februari baada ya kuibiwa siku mbili ikabaki na 30 days. Katika huo mwezi wa Februari kulikuwa na sherehe moja ilianzishwa na Queen Valentino. Ilikuwa inaitwa Valentine's Day. Valentine's Day ni siku ambao watu walikuwa wanatoka kwenda kuchukua makahaba. Ulikuwa unaenda unachukua kahaba unalala naye mwaka moja, alafu unamrudisha tarehe 15 mwezi wa pili. Lakini baada ya siku mbili kuibiwa, ilikuwa imesemekana hiyo sherehe lazima ikuwe tarehe 15 katikati ya mwezi. Lakini wakati siku mbili ziliibiwa, zikabaki 28, ndio Rumi ikadivide 28 by 2 ikapata 14. Na ndio inaitwa Valentine's Day mpaka leo, ambao wapenzi wao wanaenda kuzini. Ndio inaitwa mpaka leo. Ilikuwa siku ya kwenda kuchukua kahaba, alafu unalala naye mwaka moja, unamrudisha mwaka kesho tarehe 15, ambayo ilianzishwa na Mfalme Valentino. Kwa hivyo turudi sasa.
tumeona kwamba siku zilikuwa 150 days. Turudi sasa katika pale ambapo tulikuwa. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo 11 fungu lake la 5, Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Hebu sikia vile Bwana alisema fungu la 6. Tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanaanza kuyafanya, wala hawatazuiliwa neno waliokusudiwa kulifanya. Kwa hivyo by the time Nimrod alianzisha the Tower of Babel, kulikuwa na one world government. Kulikuwa na serikali ambayo inaongozwa na mtu mmoja. Kitu kingine, walikuwa wanaongozwa na lugha moja. Lugha moja sio literal kuongea vile tunaweza ongea lugha moja. Lugha moja inamaanisha one mind. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 1 fungu lake la 10. Kwa hivyo walikuwa wanania mamoja. They had one policy. Walikuwa wote wanania wajitenge na Mungu. Kwa hivyo walikuwa na lugha moja, na Mungu akasema watu wakiwa na lugha moja na wakiwa wameamua mamoja na wako chini ya serikali moja, hawawezi kuzuiliwa na mtu. Kwa hivyo ili Babeli ianguke, hakuna mtu angeiangusha, lazima Mungu akuje. Na ndio Biblia inasema wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno. Kwa hivyo Mungu akaambia Yesu washuke. Kwa hivyo Mungu akiwa na Yesu akashuka, wakachafua lugha yao. Na hivyo ndio Babeli ya kwanza ilifanyaje? Iliisha. Kwa hivyo katika Babeli ya kwanza kulikuwa na serikali ambayo ilikuwa inatawala mataifa yote. Ndani ya hii serikali, niweze kupeana summary, ndani ya hii serikali kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Nimrod. Huyu Nimrod ili aweze kukusanya watu na ili aweze kutumikisha watu, aliahidi nini? Uhuru. Na kwa sababu kulikuwa na vita, Biblia ikasema Nimrod alikuwa anaahidi amani. Twende kitabu cha Danieli 8 tusome fungu lake la 23. Twende kitabu cha Danieli 8 tusome fungu lake la 23 mpaka fungu lake la 28. Wakati Nimrod alikuwa katika maskani yale, alikuwa anaahidi ya kwamba ataweza kupeana nini? Amani, na ataweza kulinda watu na kuwalisha. Ukisoma kitabu ambacho kinaitwa Danieli, nimesema Danieli ngapi? 8:23. Inasema maneno yafuatayo. 8:23. Anasema 23, na wakati wa mwisho wa mfalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamue mafumbo atasimama. Alafu anasema ya kwamba na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu, na kwa mashauri yake atafanikisha ila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza watu wengi hali yao ya salama. Atawaangamiza watu wengi katika hali yao ya usalama. Kizungu kinasema by peace he shall destroy many. Kwa hivyo silaha kubwa ya mpinga Kristo ni nini? Peace. Amani. Vile Nimrod ili atawale alitumia amani, Biblia inasema ya kwamba by peace, kutumia usalama, ataweza kuangamiza wengi. Kwa hivyo mpinga Kristo silaha yake kubwa ni amani. Twende kitabu cha Luka. Twende kitabu cha Luka 17 fungu lake la 15. Hebu sikia, ili mpinga Kristo aweze kutengeneza a one world government, lazima arudie mawazo ya nani? Mawazo ya Nimrod. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 1 fungu lake la 9 inasema yaliyokuwako ndiyo yatakao kuwako na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Je, mtu aweza kusema kuna jambo jipya chini ya jua? Kwa hivyo ili mpinga Kristo aweze kutawala, lazima aweze kurudia mawazo ya Nimrod. Kwanza aweze kutengeneza serikali ya kuongozwa na mtu mmoja na watu wote waongee lugha moja. Nilisema kitabu cha Luka. Nilisema Luka 17. Ni kama Nimrod amefika huku, ameanza kuchafua lugha. Kidogo hapo. Kwa hivyo ili mpinga Kristo aweze kutawala, lazima ataweza kutumia mfumo wa Nimrod, akuwe na one world government na akuwe na one language. Na hii amewahi kujaribu 1888. Na wakati 1888 mpinga Kristo aliamua kukama kuna one world government, ni nani aliweza kutawanya hiyo one world government? Ni nani aliweza kuchafua lugha wakati huo? Maana 1888 Senator Blue wa Marekani alikuwa ameleta mjadala kwa serikali ambao ulikuwa ni wa kupitisha blue laws ambazo ni Sunday sacredness, ibada ya mnyama. Lakini Mungu aliweza kutawanya, alishuka akatawanya lugha tena. Alitumia mbinu gani? Kama hamjui,
Ni sawa, wacha tuangalie hapa. Ukisoma kitabu ambacho kinaitwa tusome Mathayo 17 fungu lake la 29. Hebu sikia vile mambo yanaenda hapa. Mathayo 17 fungu lake la 26. Anasema tuanzie 24. Hata walipofika Kapernaumu, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro. Hebu sikia, wakati Yesu alikuwa katika kuhubiri kwake, watozao nusu shekeli ni wenye ushuru, si ndio? Watu ambao wanakatiza ushuru. Anasema walimwendea Petro wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema utoa. Kwa hivyo waliendea Petro wakamuuliza, Yesu analipa ushuru? Kwa hivyo tatizo lao lilikuwa ni ushuru. Alafu anasema ya kwamba naye alipoingia nyumbani Yesu alitangulia kumuuliza. Yesu alisikia wakiuliza kama analipa ushuru. Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni? Hebu sikia hoja sasa. Waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Acha niulize swali. Yule anafaa kutoa ushuru kwa nchi yake ni mgeni au ni mwana? Niulize swali. Yule ambaye anafaa kuwa tax kwa country yake, atolewe tax, ni mgeni ama ni mwana? Tusome upya. Naye alipoingia nyumbani Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana au kwa wageni? Sikia. Naye aliposema kwa wageni, Yesu aliuliza Petro, nani anafaa kutozwa ushuru? Ni mtoto ama ni mgeni? Petro akasema ni mgeni. Sikia vile Yesu alimwambia. Yesu akamwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Kama wageni ndio wanatoa ushuru, inamaanisha wana ni nini? Watoto hawatoi ushuru. Katika hii wakati Yesu anazungumza, serikali ya Roma ndio ilikuwa inaongoza Israeli. Ilikuwa imemake Israel to be a province. Ukisoma historia ya Roma, citizens wa Rumi hawakuwa wanatoa ushuru. Waliokuwa wanatoa ushuru ni wageni. Lakini Kristo akiwa kwa dunia ambaye aliumba, alitoa ushuru. Na akauliza, wafalme wa dunia huwa wanafanya aje? Ni watoto wao wanatoa ushuru au ni wageni? Nami nikuulize swali. Rais analipa ushuru? Kweli? Naomba tujue historia yetu vizuri. Rais analipa ushuru? Vitu za Ruto zinakuwa tax? Kwani nyinyi hamkusoma? Vitu za Ruto zinakuwa tax? Na zako? Na za Ruto? Na niulize, wakati Samia Suluhu aliingia katika uongozi, aliweza kuchunguza kampuni za Magufuli, akagundua zingine hazikuwa zinalipa ushuru, si ndio? Akaanza kuzilipisha ushuru. Nauliza, rais wetu analipa ushuru? Ndio. Rais wetu analipa ushuru. Kwa hivyo kama si ati anafaa alipe, analipa. Kwa hivyo rais wetu analipa ushuru. Kama rais wetu analipa ushuru na yeye ndiye kiongozi wa Kenya, kwa hivyo nani ndio kiongozi wa Kenya? Na mwingine. Kama rais wetu ndio rais, na hata kama wewe sio mgeni, si wewe ni mwananchi, kwa nini unalipa ushuru? Kuna wenye nchi na wananchi. Yaani kuna watu wanakaa wanaamua Kenya itakaa aje. Ama huyu ulimwengu tutaupeleka kwenda wapi? Okay. Ili United Nation iweze kuundwa, ili dunia iweze kuwa hapa ambapo iko, kuna kitu ambacho kinaitwanga predetermined end. Kuna kitu ambacho kinaitwa Hegelian principle of war. Hapa sasa nazungumzia vitu za ndani za Jesuit. Sinister program. Kuna kitu kinaitwa Hegelian principle of war. Hegelian principle of war ni ambayo una create shida, alafu ukisha create shida unatazamia suluhisho fulani. Kwa hivyo kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Albert Pike. Albert Pike alikuwa a Jesuit ambaye alikuwa Freemason, ambaye alikuwa na 33 degrees. Katika Freemason kuna viwango. Kwa hivyo huyu alikuwa anaitwa Albert Pike, alikuwa ni 33 degrees. Chini ya Freemason kuna familia ambazo ziliweza kuangamizwa. Wangapi wanajua ile ship ambayo iliweza kuzama? Mnajua inaitwa? Hapana. Mnajua Titanic? Titanic kulikuwa ni mpango wa Jesuit kuangamiza familia ya Rockefellers ambao walikuwa kinyume cha First World War. Kwa hivyo huyu Albert Pike akiwa anafanya kazi kwa Freemason. Freemason ni fungu la watu wa shetani ambao ni Jesuits wa kiwango cha juu. Chini ya Freemason kuna Illuminati, chini ya Illuminati kuna Islam. Islam ni wako chini ya Jesuits, wote ni Jesuits.
Ni vile sasa hao Wajaluo wetu na Waluya wenye wanaamini juu ya mchele hawajui kile kinaendelea. Lakini Waislamu original wanajua wao ni Jesuits. Na mpango wa Jesuits ni kuua Protestantism. Ndio unaona watoto wengi wanakuwa Waislamu na hata Wasabato wanasalimiana kwa Kiislamu, si ndio? Yaani huo ni upumbavu wa hali ya juu sana. Sasa Waislamu wako pale. Hata WCC iko chini ya Jesuits. World Council of Churches iko chini ya Jesuits. Sasa wakati Albert Pike aliandika barua, aliandikia mtu anaitwa Robert Mazini kuhusiana na vile vita vya kwanza. Nitawaonyesha kwa project. Vile vita vya kwanza vilipangwa. First World War iliweza kupangwa. Walipanga vile zitakuwa na walipanga itokee kuanzia mwaka wa 1914. Kwa hivyo akamwandikia barua, akamwambia ili vita vya kwanza vikue, hivi ndio utaweza kufanya, na walishapanga 3 world wars. Kuna ingine inakuja hivi karibuni. Kipindi tutaona kama political Zionist. Mnajua political Zionist ni Wayahudi walikataa Yesu. Tukiwaona wameanza kukorofishana na Waislamu, tujue hiyo ndio third world war inakuja. Hivyo ndio Jesuit Sinister program ilipanga. Vita vya tatu vitatokea kwa kuwa na utofauti kati ya political Zionist na Islam. They are brothers in Islam. Kwa hivyo vita vikiwahi tokea duniani, muone Wayahudi wanapigana na Waislamu pahali fulani, mjue vita vya tatu vya dunia vimekaribia. Kwa hivyo wakati First War ilitokea, kulikuwa na familia ya Rockefeller na Stewart. Hao ndio matajiri wote, hao ndio matajiri wakubwa duniani. Na hao ndio wanaongoza stock market. Mnajua stock market? Ile yenye mtu anaendanga ananunua shares kwa stock market. Kama vile hata banks zinanunuanga shares. Familia ya Stewart na Rockefeller ndio inaongoza. Lakini kulikuwa na familia ya Rockefeller ambayo ilikuwa iko kinyume na mpango wa First World War. Na ndio wakatengeneza ship ambayo ilikuwa inaitwa Titanic. Wakawashawishi waingie kwa Titanic. Kwa hivyo wakaenda wakaangamia. Hiyo yote ilikuwa ni mpango wa Jesuits. Jesuits ni kundi lilianzishwa 1534 na mtu mmoja alikuwa anaitwa Ignatius Loyola. Ni kundi ambalo linafanya kazi kwa siri sana. Wakati mwingine ukienda kwa kanisa ya Catholic, ukiwa wamepaka hapo nje, utaona gari yao imeandikwa Jesuits of Eastern Africa. Majasusi wa Afrika Mashariki. Jesuits ni Wakatoliki wa siri, ni majasusi wa Roma. Hao ndio wanafanya kazi na wako kwa serikali yetu wengine, lakini kwa sababu huyu ana record, wacha tuseme mambo ya juju. Kesho msije mkaona Subaru kando yangu ikisema kijana achukuliwe. Kwa hivyo ili Rumi waweze kucreate kitu ambacho kinaitwa slavery in freedom. Walileta kitu ambacho kinaitwa legal fiction. Legal fiction ni wewe ambaye sio wewe. Yaani wakati mtoto anazaliwa anapewa birth certificate, na ukigundua documents zote za serikali zinaandikwa kwa capital letters. Iwe hata ni KCSE certificate, iwe ni nini, ni kwa sababu serikali haiwezi fanya biashara na wewe. Wewe ni mtu na serikali sio mtu. Serikali ni mtu. Ukienda kwa koti uambiwe umeshtakiwa na serikali, kuna mtu atakuja aseme nimekushtaki. Serikali ni a corporate society, yani ni ka society. Kwa hivyo ili serikali ifanye business na mwanadamu, ina create legal fiction kama mtu ambako ni wewe lakini sio wewe. Na hiyo ndio serikali inaendanga nayo kukopa deni. Unaona Ruto akienda kukopa deni China, huwa anabeba samples za ID zenu. Na ndio maana kwa ID unaekanga vidole. Kwa hivyo unazaliwa ukiwa na deni. Unazaliwa unadaiwa. Yaani mtoto akizaliwa ako na deni. Kwa nini? Kwa sababu vidole vyake na uso wake uko China. Sijui kama mnaelewa mpaka pale. Kwa hivyo ili serikali waweze kufanya kazi na wewe, wana create a strawman. Kwa hivyo kuna mtu ambaye serikali anafanya kazi na yeye ni wewe lakini sio wewe. Kwa hivyo wakati mwingine Ruto anabeba watu anaenda nao China, lakini Wakenya wote tuko hapa. Lakini kuna watu wameenda nao China, wanaitwa legal fiction. Yaani serikali na kucreate unakuwa corporate. Kwa sababu mwanadamu, serikali hata ukienda kwa koti uambiwe ya kwamba serikali na kuhukumu, utaona agents. Wataita prosecutor, alafu wanasema huyu ndiye amesimamia serikali. Wakati mmoja kwa wale watu ambao ni wasomi, ukishikwa umefanyia serikali makosa, ukienda kwa koti, alafu uambiwe serikali imekushtaki. Hadi kama umesoma vizuri, alafu sasa wakati unasimama kwa koti useme naomba nione serikali ambayo imenishtaki. Prosecutor ama agent akikuja useme hapana, huyu ni mtu, mimi nataka serikali, utaachiliwa. Judge atajua unajua kile kinaendelea duniani. Kwa hivyo atasema case dismissed. Niko na events za watu ambao waliwahi kufanya hivyo wakaachiliwa. Kwa sababu serikali haiwezi kuja iseme ni mimi nimekushtaki by the way. Serikali ni ka system, ni ka mpango fulani. Kwa hivyo kanafanya kazi na kampango kenzake ambako ni wewe ambaye hujui ni wewe. Kwa hivyo the moment ulizaliwa ukapewa birth certificate, mlikuwa watu wawili. Wewe ambaye ni real man na mwingine ambaye ni straw man, ambaye ni legal fiction.
Kwa hivyo serikali ina consult legal fiction, haikukonsult wewe. Kwa hivyo kuna vitu mmefanya biashara na serikali na mmepata faida, lakini sio wewe, ni mtu mwingine ambaye ni wewe. Tuko sawa mpaka pale? Ili sasa Nimrod aweze kukua sasa kiongozi vizuri, tuliona alifanya nini? Alishat watu wasikue wakulima na watu wasipande chakula, si ndio? Kwa hivyo alifanya kitu ambacho kinaitwa ancient slavery. Ili mpinga Kristo aweze kutawala, analeta kitu ambacho kinaitwa modern slavery, utumwa wa usasa leo. Hii inatendekaje? Kitu cha kwanza, anatufanya tukue dependent, tukue hatuwezi jitegemea. Kwa hivyo vile Nimrod alizuia watu wasilime mashamba, nani alikuja wakati elimu ilikuwa inakuja? By the way, dini ndio ilileta Africa tukue colonized. Dini ndio ilikuwa inawekwa mbele, alafu tunakuwa colonized. Ili mpinga Kristo aweze kukuja sasa, tusiweze kununua wala kuuza, alileta kitu kinaitwa 844 system. Akaleta masomo ya 844 ambayo anafundisha mwanafunzi akimaliza masomo aende atafute kazi. Kwa hivyo mtu akikosa kazi anapiga nduru, ajifunzi hata kufanya biashara. Kwa hivyo watu wanasoma ili waweze kufili nafasi kwa serikali. Wakati unafili nafasi kwa serikali, anakufanya utegemee serikali kama Nimrod. Kwa hivyo serikali ikiisha leo, watu wengi watalala njaa, si ni kweli? Serikali kama ishe leo, watu wengi watalala njaa. Kwa hivyo kile anafanya, ana make sure ili ukule, unanunua na kuuza. Na ndio maana utagundua wakati alama mnyama inaenda kutangazwa, watu wengi wataanza kukula kwa mahoteli, hawapiki kwao. Watu watakuwa wanakula. Utaona watu wako na manyumba, lakini wakienda sapa, chapati, mandazi, sijui maharagwe, badala wakae kwa nyumba wapike, wanajizoesha kununua. Alafu sasa serikali inakuja ama mpiga Kristo anakuja anafanya kitu kinaitwa digital slavery, anakupatia simu hata kama nye mkopa. Yaani anakupatia hata kama nye mkopa, lakini lazima ukuwe na akikupatia simu, anaweka kitu ambacho kinaitwa Meta AI, Meta Artificial Intelligence. By the time una browse simu yako ukienda kila pahali, Meta ina keep data. Kwa hivyo hakuna mtu ataepa nyakati za mwisho. Utatafutwa na drone. Kwa hivyo ukitumia simu ukibrowse, Meta ina keep data. Na ndio unaona smart TV zikakuja. Smart TV nazo zina keep data. Meta ina keep data, smart TV zina keep data. Alafu sasa anakufanya unakuwa dependent kwa simu. Ukiwa TikTok unacheka, kanisani unalala. Ukiwa Instagram ukiwa umewekewa wifi, ni simu tu itaisha moto. Lakini ukiwa kanisani mhubiri akianza kuimba hata sifu Mungu wa neema, unaimba ukisifu hivi. Umeshaona rafiki yako usingizi mkaribiane. Kwa hivyo anafanya kitu ambacho kinaitwa digital slavery. Ninapomaliza ili tuingie katika makundi, niulize swali ambalo nimezoea kuwauliza. Nikiwa na shilingi 100 kama hizi, watu wasiseme mtumishi hana pesa. Mtumishi ako na pesa. Nikiwa na shilingi 100 kama hizi ambazo mnaona nzuri hivi, msitamani, kutamani ni dhambi. Nikiwa na shilingi 100 kama hizi, nani ambaye ako na uwezo juu ya hizi pesa? Acha nionyeshe hapa. Si ni mimi? Kwa hivyo ili nipatie mtu hata 10 bob, lazima nitafute swali. Pesa zikiwa kwa simu ni zako kweli? Kama ni zako, niulize swali nimezoea kuuliza ambalo tutakuja kuangalia hiyo process inatendekaje. Mbona ukiweka M-Pesa pin na ni siri yako wanakuambia ni wrong? Si wanajua. Mbona kama pesa ni zako na wewe peke yako ndio unafaa kuzitumia, ukienda kwa bank hata ukiwa na Visa card yako, ukiweka wrong pin wanakuambia wrong na wanakunyima pesa na ni zako. Sasa mtu utamnyima pesa yake? Ni zako hata uweke wrong pin. Lakini ukiweka wrong pin wanakuambia. Na unajua kwa nini wanakukataza usitumie wrong pin? Wanasema peace, usalama, pesa zako zikuwe kama vile Nimrod aliambia wale watu, pesa zako zikuwe salama. Nami niulize, kama mtu amekosa, serikali siko na uwezo wa kuchukua pesa zake iweze kunini account. Kwa hivyo huyu mtu mwenye ako na pesa kwa simu, akikosea serikali ama akuwe suspected ni mwizi, serikali ina lock pesa zake. Kwa hivyo hawezi access pesa na ni zake. Na ndio maana unaona serikali inang'ang'ana watu wapate vitu viwili. Ya kwanza ni pikipiki za stima, na ya pili ni simu. Pikipiki ya stima itafanya stima ikipotea? Betri isipochajiwa? Kwa hivyo serikali inafanya lazima mtu akuwe na simu, ili hata mama wa kibanda, na ndio utashangaa hata mama wa kibanda sasa akikukatia sukuma ya 10, niwekee kwa pochi.
Hata kwa gari kitambo tu kwa tunalipa pesa za simu kwa gari. Sasa ukiingia kwa gari, eka kwa pochi. Sijui ukienda kwa mama wa kibanda hata anauza tu kasukuma na kamaembe, ameandika namba ya pochi. Serikali inataka pesa zote zikuwe kwa siku moja mtashangaa. One day mtaamka mtashangaa. Mwaka jana wakati watu wa Kongo walikuja Kenya, ijapokuwa sio wao, mpinga Kristo aliweza kulock M-Pesa for 3 hours Kenya. By hiyo 3 hours kuna watu walikuwa wametupa nje ya gari hawajalipa fare. Kuna watu walikuwa wameenda wamelala njaa for 3 hours peke yake. Niambie wewe saa hii to reason, simu yako izime mwezi moja. Simu yako izime mwezi moja. Wamama hata saa hii ukiwageuza hivi chini waangushe, ni 5 bob itatoka. Lakini ukiingia Mshwari na kuingia KCB M-Pesa, wanalia shida lakini maelfu zimejaa. Wamama hawa wazee unaona hapa. Wacha niwaambie kitu moja. Siku moja utaamka, utapata uko logged out ya account yako. Uko logged out. You can no longer access. Because this account is now private. Na ni M-Pesa yako. Hiyo siku ndio utaamka. Kwa sababu gani? Serikali ilikuwa imecreate another person ambao ni wewe, na biashara yako na ule mtu, na biashara ya serikali na huyo mtu serikali ili create zitakuwa zimefika mwisho. Legal fiction wako akifa unakuwa inactive. Yule mtu ambaye serikali ilitengeneza ambaye ni twin wako na umjui, wakati biashara yake itaisha na afe, nawe utakuwa inactive. Kwa hivyo utakuwa huwezi kufanya neno lolote, na hivyo ndio alama ya mnyama itatangazwa na watu wote wataikubali. Rahisi sana. Kwanza hauna pesa, kila kitu kimechukuliwa. Pili, hauna maji kwako, unanunua maji. Tatu, chakula unanunua. Na alama ya mnyama inatangazwa pole pole. Watu wanasema mimi ati nikukosa kwenda kanisa Jumapili ndio itaninyima M-Pesa pin yangu. Wewe nipatie M-Pesa, hiyo mambo ya Jumapili nilimaliza na mimi naenda kanisani. Na unajua nini? Shetani anajua wale ambao wanaweza kuwa captured na hii trick sana ni Sabbath keepers. Na ndio maana unaona katika mfumo walileta a digital way ya kulipa sadaka. Hiyo yote ni mpango wa New World Order. Unalipa sadaka na simu digitally, inaenda mpaka kwa General Conference. That is the plan behind the New World Order. You are unaambiwa utakuwa atukiwa na simu kulipa pesa ni rahisi. Unaweza toa pesa kwa bank. Kwa hivyo wanakuahidia uhuru, lakini wanapanga kukuenslave. Ndio inaitwa slavery in freedom. Utumwa ulioko ndani ya uhuru. Wanakuambia hata kufanya mambo ni rahisi. Hata ukiingia kwa duka, hata labda ulisahau pesa kwa nyumba, si ndio? Lakini ukiwa na simu unalipa haraka, wanakupatia ease. Lakini katika huo urahisi wanaficha utumwa. Mungu akitujalia kuanzia kesho, tutakuja kuona ni kwa nini kizazi ambacho kita exist kabla Yesu arudi kitakuwa na abundance of idleness. Yaani watu watakuwa so idle. Tutakuja kuona ni kwa sababu tutakuja kuona ni system ya 844 ambayo ilikuwa discovered na Jesuits. Paka masomo ambayo tunasoma ni ya Jesuits. Na kama Mungu angeingia, wale wa missionary wa kwanza walitua Kisumu, hatungepata the true religion. Kila kitu ambao tumepewa ni ya uongo. Mpaka we mwenyewe you are false. You don't exist. You don't exist the way you are supposed to exist. Vile unaishi saa hii ni mpinga Kristo amekuisisha. You are not real. Even your brain is not real. Na ndio maana acha tu test. Ndio maana ukiniangalia sana, kwa sababu mpinga Kristo ametrain akili yako isikuwe real. Ukiniangalia mimi sana, hizi vitu ziko hapa nyuma zina fade, au zioni vizuri. Maana you are living in an illusion. Unaishi katika kitu fulani ambacho ulipewa. Umekuwa captured, mind yako ilikuwa captured. Kwa hivyo ndio maana ukifocus kwa kitu moja, akili inachukua kitu kingine chote inaangamiza. Wewe mwenyewe you are a legal fiction. Prepare for the mark of the beast. Tutakuja kuona kesho tena, nani nawaandaa ili kesho mkuje. Tutakuja kuona process ambayo inaandaanga before alama ya mnyama itangazwe na kabla dunia ishe. Kama kizazi cha Nuhu, inaitwa the process of amalgamation. Tutakuja kuona kesho amalgamation, hatari sana. Mungu akitujalia. Nani ako na swali kabla tuombe? Hapo ndio tunafika leo. Sijasoma nukuu nyingi, nitasoma nukuu nyingi leo nimeweka msingi wa kitu tutakuwa tunaangalia. Acha niwaambie, ili tuweze kuokoka lazima tukue werevu sana. Mpinga Kristo ni si Biblia inasema na mfalme mwenye akili afahamuye mafumbo. Mpinga Kristo anafahamu mafumbo sana, na hata anajua nyinyi mnataka kukula vegetables, ndio maana analeta seedless.
analeta ile ameamalgamate. Kwa hivyo ukinunua matunda haina seeds, anajua Wasabato watakimbilia seeds, watakuwa vegetarians. Kwa hivyo analeta matunda ambayo amedevelop kwa lab. Tutakuja kuona huo mpango wote. Hakuna mtu ataepa mpinga Kristo, labda amini Yesu na aishi ndani ya Yesu. Amen. Nani ako na swali kabla tuombe? Mzee, uliza swali. Kimekushangaza? Wakanilipa wenyewe bila mimi, wakaniandikia message tumesha kata na sana uliza nikaona uzani hata pili wako nazo wako kila kitu. Ama hii ni aje? Walijilipa, si ndio? Mara 3. Mungu atajalia tutaona digital payment ambayo iko China. Ukienda China unalipa na mkono, hawakuitishi chochote. Utapata tu ujumbe we subtracted $300 from your account. Hawakuitishi chochote. Yaani wewe unaweka mkono wameregister, na nitakuwekea video ya Ruto akisema hiyo ndio inakuja Kenya. Tutakuwa tunalipa na iris na fingerprint. Na hawatakuwa wanakuuliza chochote. Utakuwa unasimama hivi mbele, kwa mfano umekuja kununua kitu. Unasimama hivi wanakuambia paid. Tuko sawa? Wewe unaenda. Hiyo imeanza kutendeka China na UK na ilitendeka South Korea na iko kila pahali na inakuja hata US imetendeka huko Minnesota na Pennsylvania. Hiyo ndio mpango wa New World Order. Usidhani kufanya mtu asiuze ni kitu rahisi. Ili mpinga Kristo aweze kucapture businesses, anafikiria mbali. Fikiria mbali. Kuna swali jingine kabla tuombe, tutaona mengi kesho Mungu akijalia. Our subject inasema the rise of the antichrist system. Kuinuka kwa mfumo wa mpinga Kristo na vile anafanya kazi. Tutaingia ndani zaidi tuweze kuangalia vile mambo yanakuwa. Hakuna swali, si ndio? Amen. Hakuna swali? Uliza swali kidogo. Sikueleza maana hiyo si subject yangu ya unabii wa leo. Lakini si Yesu alizaliwa na si sherehe ya Mungu, ni sherehe ya Babeli. Kwa hivyo Mungu akijalia hiyo sijapanga kufundisha hiyo. Lakini hiyo pia kuna siri kwa hapo ambao mmezoea kuambiwa tu si Yesu alizaliwa. Lakini kuna kitu kilitendeka kikubwa sana katika hiyo sherehe ya Babeli. Ni vile sasa nikipata muda pia naweza eleza hiyo kwa uchache ili tuweze kujua vile kinaendelea na vile saa zetu zilibadilishwa, na swali ambalo wanadamu tumekuwa wapumbavu hatufikirii. Hatujui hata yule alituletea saa kama hii alijua ni saa ngapi ndipo akaumba saa. Hakuna mtu anajiulizanga hivyo. Yule alitengeneza saa alijua ni saa ngapi ndiyo akaunda saa. Hiyo hatujaijiuliza, si ndio? Yaani mtu wa kwanza kuunda saa alijua ni saa ngapi ndiyo akaunda saa. Hiyo hatujiulizangi. Yaani tumezoea vitu rahisi. Toa ubarikiwe. Hiyo ndio tumezoea. Hapa hakuna kutoa ubarikiwe. Hapa ni mambo ni moto. Yes, mama. Hata kama sikumbuki kitabuni ambayo inasema eti ilikuwa ni kufungulia sijui mfungwa. Alafu nao ulisema ilikuwa ni sherehe ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Hapo nachanganyikiwa. Unachanganyikiwa? Niulize swali. Kuna kitu kinaitwa presidential mercy. Huruma ya rais, si ndio? Rais huwa anafungulia wafungwa, lakini kufungulia mfungwa ndio inakuanga sherehe. Kuna kuanga na sherehe inafanya rais afungulie hiyo ndio inatendeka hivyo. Ilikuwa ni sherehe ya Tamuzi na huruma ya rais ikamfanya afungulie mfungwa. Inaitwa presidential mercy. Kwa hivyo Jeremiah alirekodi mfungwa akifunguliwa, hakurekodi sherehe nyingine. Lakini mafungu yako kwa Biblia tutakuja kuona. Kwa hivyo ni sherehe inatendekanga, alafu kufunguliwa kwa mfungwa ni presidential mercy. Ndio inatendeka mpaka leo. Kama hakuna swali jingine, Mungu atusaidie tuamini Yesu. Tutakuja kujifunza wakati alama ya mnyama itatangazwa na simu zitakuja kufungwa na laptop zote na stima itapotea. Tutakuja kuona how can we survive. Tutaishije kama watu wa Mungu. Kipindi hicho usikose. Tunaomba. Asante kwa kutuonyesha utumwa ambao unakuja Baba. Utumwa huu umekuwa ukiandaliwa tangu mwaka wa 1534. Wale wapinga Kristo wote wamai kuja kuanzia Kaini mpaka kina Nimrodi. Walikuwa wanataka serikali moja na ndani yake walikuwa wameunda
utumwa unaopatikana katika uhuru, wakiwaahidi watu uhuru wakati wao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Huu mfumo ambao uko sasa, usipokuwa waangalifu na tuchunguze maandiko yako, hatuwezi kuuponea. Na ndio maana nakushukuru kwa kutufundisha sisi sote. Tumeangalia maandiko yako tukiwa na hofu na kushangaa tutaokokaje. Lakini kama Yesu ndiyo kimbilio letu, tuna matumaini ya kupona. Ndio maana tunaomba katika hizi siku zimebakia za makambi utulete, tuweze kujifunza vile mpinga Kristo alijiandaa na vile dunia iliteka nyara kitambo na vile marais wetu wanasomewa na kuchaguliwa kila siku na kuambiwa vile wataongoza nchi. Na ndio maana hata wao wenyewe wakiwa marais wanalipa ushuru. Tusaidie tuweze kuelewa mpango wa Jesus na kile wanapanga ambacho kinakuja hasa sana katika mfumo wa elimu ya CBC na vile itaweza kutumika kulevya watoto hasa kupokea alama ya mnyama. Haya yote tutajifunza Yesu akiwa ndiye mwalimu wetu kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Tusaidie sasa hata tunapoingia katika makundi, utusaidie tuwe werevu kama watoto wa dunia katika swala hili ili tupate kuwafundisha wengi na kuwaokoa wengi. Mapenzi yako yatimizwe, kwa jina la Kristo tunaomba. Amina. Tutaendelea kesho Mungu akijalia.